Moja pia kati ya taarifa ambayo bado inazidi kuripotiwa ni hasa kuhusu ukombozi wa mkoa wa Kursk huko nchini Urusi, ambako mwaka jana mwezi wa 8 wanajeshi wa Ukraine waliweza kufanya uvamizi mkubwa kwenye jimbo la Kursk huko nchini Urusi na kuteka maeneo mengi katika mkoa huo wa Urusi, ambako pia mapema kabisa au katikati mwa mwezi wa 4 mwaka huu pia Urusi ilisema kwamba tayari ilifanikiwa kurudisha makazi mengi au karibia mkoa wote wa Kursk kutoka mikononi mwa wanajeshi wa Ukraine. Taarifa ambayo imeelezwa muda huu ni ya kwamba wanajeshi wa Ukraine waliwakamata wanajeshi wa Urusi karibu 1000 huko kwenye mkoa wa Kursk nchini Urusi. Baada pia taarifa kutoka Kursk na kufahamisha taarifa nyingine kuhusu idadi kubwa ya wanajeshi wa Urusi karibia 100,000 kuuawa kutoka mstari wa mbele wa kivita dhidi ya vikosi vya Ukraine. Kabla sijakufahamisha taarifa hizi na kukumbusha kwamba unaweza pia kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi nawe pia uzipate kwa muda mwafaka kabisa na kufahamu kiundani uchambuzi wa taarifa nyingi na kemkem ambazo nimekuwa nikiziweka hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa JAM TV. Nikianza na ripoti kutoka Kursk, imeripotiwa ya kwamba vikosi vya Ukraine viliwakamata wanajeshi takriban 971 wa Urusi, ikiwa ni karibu wanajeshi 1000 sasa, wakati wa mashambulizi ya miezi kadhaa katika jimbo la Kursk huko nchini Urusi. Mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine alisema hayo siku ya Mei 25, akielezea kampeni hiyo kama msingi wa kufanya mazungumzo ya wafungwa. Tangazo hilo lilikuja siku moja baada ya Ukraine kuwarudisha nyumbani wafungwa 303 wa vita katika awamu ya mwisho ya mabadilishano ya 1000 kwa 1000 na Urusi. Mabadilishano hayo yalikubaliwa wakati wa mazungumzo ya amani yaliyofanyika huko nchini Uturuki mnamo Mei 16, ikiwa ni mazungumzo ya kwanza kabisa moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili katika kipindi cha miaka 3, ambako pia kulingana na wafanyakazi mkuu wa wanajeshi kutoka nchini Ukraine alisema kuwa wanajeshi takriban 971 wa Urusi walichukuliwa mateka kati ya Agosti 6, 2024 na Mei 25, 2025 kama sehemu ya mashambulio yanayoendelea ya Ukraine katika eneo la Kursk. Jeshi lilielezea kampeni hiyo kuwa hatua isiyotarajiwa na isiyo na ulinganifu, ambayo ilisaidia kujaza kinachojulikana kama mfuko wa kubadilishana wafungwa silaha za Kiukrainia kwa wanajeshi wa Urusi waliokamatwa, ambao wanaweza kuuzwa kwa wanajeshi wa Ukraine. Hapo awali wakosoaji walikuwa wametilia shaka thamani ya kimkakati ya operation ya Kursk, wakitaja gharama kubwa na faida ambazo hazikuwa wazi. Maamuzi tu yasiyo ya kawaida yanaweza kumshinda adui mkuu, taarifa hiyo ilisomeka, ambako kampeni ya Kursk imethibitisha kuwa ndivyo hasa. Mafanikio yake yanatambuliwa kote ulimwenguni. Kuachiliwa kwa wafungwa katika Mei 25 kulileta nyumbani wanajeshi kutoka jeshi la jeshi, walinzi wa kitaifa, huduma ya walinzi wa mipakani na huduma maalum ya usafiri. Familia na wandugu waliwakaribisha waliorejea, wakiwemo wanajeshi 70 waliokuwa wameilinda Mariupol wakati wa kuzingirwa kwa jiji la bandari mwaka 2022. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alishukuru timu ya mazungumzo kwenye mitandao ya kijamii, akisema kwamba watarejesha kila mmoja watu wao kutoka utumwani Urusi. Mabadilishano ya hivi karibuni yalifanyika kwa awamu 3 kwa muda wa siku 3, na yanasalia kuwa matokeo pekee yanaonekana ya mazungumzo hayo yaliyoandaliwa na Uturuki, wakati Kyiv inaendelea kutetea ubadilishaji wa wafungwa yote kwa wote. Moscow pia hadi sasa imekataa pendekezo hilo, na inaelezwa kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alitembelea huko Kursk hivi karibuni, ambayo ilikuwa ziara yake ya kwanza inayojulikana ya Putin katika eneo hilo tangu Moscow itangaze mnamo Aprili 26 ya kwamba ilikuwa imekamilisha operation ya ukombozi ya kijeshi katika jimbo la Kursk nchini humo dhidi ya vikosi vya Ukraine. Licha ya ripoti kutoka huko Kursk, taarifa nyingine ambayo imeelezwa muda huu ni kuhusu wanajeshi zaidi ya 100,000 wa Urusi wameuawa
tangu kuanza kwa vita dhidi ya vikosi vya Ukraine. Chombo huru cha habari cha Urusi Mediazona kwa ushirikiano na huduma BBC Russia kimethibitisha utambulisho wa wanajeshi 109,625 wa Urusi waliouawa nchini Ukraine. Ripoti ya hivi karibuni ya machapisho inahusu kipindi cha Februari 24 mwaka 2022 hadi Mei 23, 2025, yaani tangu iliposasishwa mara ya mwisho mwanzoni mwa mwezi Mei. Angalau wanajeshi 2009 wa Urusi wamethibitishwa kuuawa tena dhidi ya Ukraine. Waandishi wa habari wanabainisha kuwa takwimu halisi zinaweza kuwa kubwa zaidi, kwani taarifa zao zilizothibitishwa zinatoka kwa vyanzo vya umma kama vile maiti, machapisho ya jamaa, upandaji miti wa jumuiya, ripoti za vyombo vya habari vya kikanda, taarifa kutoka kwa mamlaka za mitaa na miongoni mwa vyanzo vingine. Kituo kilichapisha orodha kamili ya waliotambuliwa kwa mara ya kwanza mwezi wa pili kuadhimisha miaka mitatu tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini Ukraine. Kulingana na uchapishaji huo, imeeleza kuwa watu waliojitolea huingiza na kuthibitisha kila rekodi yao wenyewe ili kuzuia maagizo yanayorudiwa kwenye hifadhi data. Idadi ya vifo iliyothibitishwa sasa inajumuisha watu 27,000 wa kujitolea, wafungwa 17,200 walioajiriwa na zaidi ya wanajeshi 12,000 waliohamasishwa kulingana na vyombo vya habari. Pia zaidi ya maafisa 5,000 wamethibitishwa kuuawa. Wanajeshi wa Urusi karibuni wameongeza pia mashambulizi yao katika jimbo la Donetsk huko Ukraine, wakizidi kushinikiza mfuko mkubwa kwa Ukraine kati ya baadhi ya miji ya mwisho katika eneo hilo. Urusi imechukua hatua katika medani ya vita katika mkoa wa Donetsk tangu msimu wa mwaka juzi 2023 baada ya Ukraine kushindwa kushambulia majira ya joto.